بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، leo siku ya Alhamisi kama kawaida ni siku ya kitabu al-Kabair, na leo tunakamilisha al-Kabiratu al-Thalithata ashara. Tunakamilisha dhambi kuu la 13 ambayo ni dhulma, wa bil khusus kiongozi dhalim. Na tupo ukingoni kumalizia mlango huu, kwa hivyo tutaumalizia huu mlango biidhnillah, na bila shaka muda utakuwa bado tunao. Jana kuna mstari tuliacha katika fiqhi, tutaumalizia insha Allah taala. Tayib, kwa hivyo kama watu mmebeba na fiqhi pia, ina mimbabi aula. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. إمام الذهبي katika kumalizia mlango huu ameweka baadhi ya nusus, akianzana na aya kuonesha madhara ya kosa la dhulma, kuwadhulumu watu katika haki zao. Asema Allah tabaraka wa taala: tilka ad-daru al-akhiratu, nyumba hiyo ya akhira, yani aljanna, kwa maana pepo. Tilka ad-daru al-akhira, nyumba hiyo ya akhira. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan, tumeiweka au tumeifanya au tumeiandaa lilladhina la yuriduna uluwan, kwa wale wasiopenda kujikweza. La yuriduna ay la yuhibbuna, wasiopenda kujikweza uluwan
wasiopenda kujikweza, kwa maana wasiotakabari, watu wasio na kiburi. Hii nyumba ya akhira kwa maana janna, Allah tabaraka wa taala anasema naj'aluha, tumeiweka au tumeiandaa, lilladhina la yuriduna, kwa wale wasiopenda uluwan, kujikweza, wasiopenda kuwa na kibri na kujikweza juu ya wenzao. Fil ardi, katika maisha ya ardhini. Allah tabaraka wa taala anabainisha katika aya hii surati al-Qasas aya ya 83 kwamba nyumba ya akhera ameiandaa kwa wale wasiopenda kujikweza hapa duniani, la yuriduna uluwan fil ardi, wasiopenda kujikweza ardhini, kwa maana katika maisha yetu haya tunayoishi. Wala fasadan, na wala wasiopenda kufanya uharibifu. Wala fasadan, na wala wasiopenda kufanya uharibifu katika mgongo wa ardhi. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa mchao Allah tabaraka wa taala. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wamchao Allah subhanahu wa taala. فهذه الآية الكريمة Allah tabaraka wa taala katika aya hii tukufu bayanu arkani alfalahi althalatha fi dunya wal akhirah. Katika aya hii Allah anabainisha nguzo za mafanikio, nguzo za kufaulu tatu hapa duniani kadhalika na kesho akhera. anabainisha Allah tabaraka wa taala fi hadhihi al-ayati al-karima arkan al-falahi al-thalathati, nguzo tatu za kufaulu fi dunya wal akhirah, duniani kadhalika na akhera. Nguzo ya kwanza at-tawadhu, ni unyenyekevu. Nguzo ya kwanza at-tawadhu, ni unyenyekevu. Nguzo ya kwanza katika nguzo za kufaulu hapa duniani na kesho akhera, kwa mujibu wa aya hii, at-tawadhu, unyenyekevu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, yoyote atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah, yoyote atakayekuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, rafa'ahu Allah, Allah tamnyanyua. Wewe usijinyanyue. Muislamu haitaki kujinyanyua na kujipaisha kwa watu na kuona watu wote si chochote isipokuwa wewe, kwa chochote tu ambacho Allah amekufadhilisha, ima ni elimu au ni mali au ni cheo wa ghairi dhalika min almanasib, na mengineyo katika fadhaila za Allah tabaraka wa taala. Usijikwezi na ukawa ni mwenye kuwadharau wengine, kwa sababu aliyekupa wewe, aliyekufadhilisha wewe kwa neema ni Allah tabaraka wa taala. Sawa, aliyekufadhilisha wewe ndiye ambaye hajataka kumfadhilisha yule, wadhalika lihikmatihi, na yote hayo Allah anayafanya kwa hikma zake.
Kwa hivyo nguzo ya kwanza ya kufanikiwa at-tawadhu, unyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu. Muislamu anatakiwa kuwa ni mnyenyekevu, na ufahamu ya kwamba hii ni moja ya sababu ya wewe kuingia janna, na Allah tujalie katika watu wa peponi. Wabil khusus tulabul ilmi, na hasa wanafunzi, hii nguzo inatakiwa kuizingatia sana fi hayatikum, katika maisha yenu. Tulabul ilmi inatakiwa tuizingatie sana nguzo hii at-tawadhu, na ni nguzo ambayo wameikosa wengi katika tulabul ilmi, bali kathiru min talabati ilmi, wengi katika wanafunzi mutakabbirun, utakuta wamekumbwa na janga la kibri na kujiona na kujikweza, madharau, mpaka kuwadharau mashekhi wao, tena si mashekhi zao tu waliowasomesha, kuwadharau maulama, kibarul ulama. Nakuta talibul ilmi saghir, yani mwanafunzi mdogo, na yeye anataka kupaza sauti na kumsema vibaya na kumtani alimun min alulama. Hii ni kuonesha kwamba mwanafunzi huyu amekosa msingi huu wa tawadhu, na anapenda ile adhuhur, kujionesha na kujikweza, na hii si katika sifa za waumini, si katika sifa za waumini, wa bil khususi si katika sifa za wanafunzi. Kwa hiyo haya ni maradhi ambayo wako nao baadhi ya wanafunzi, kukosa tawadhu, kutokuwa wanyenyekevu kwa haki, kadhalika na kujipamba na sifa mbaya ya kibri na dharau, wa na'udhu billahi min dhalika. Thaniyan, nguzo ya pili ya falah katika nguzo alizozitaja Allah tabaraka wa taala katika aya hii, adamu iradati alfasadi fil ardi. Nguzo ya pili ni kutokupenda kufanya ufisadi katika ardhi, ni kutokupenda kufanya ufisadi katika ardhi. Ufisadi maana yake ni uharibifu. Adamu iradati alfasadi fil ardi, kutokupenda kufanya uharibifu katika ardhi. Ufisadi maana yake ni uharibifu. Unaposikia watu wanasema mafisadi, kwamba sehemu fulani kuna mafisadi, katika jambo fulani watu wamefanya ufisadi, maana yake wamefanya uharibifu. Kama ni mali wamezitumia kwa fujo, wamezitumia mahala ambapo sipo, wamezila kwa njia zisizokuwa za sawa, yote hayo inakuwa ni alfasadi, ufisadi. Kwa ufisadi si katika mali tu, ufisadi katika mali, ufisadi katika nafsi, kumwaga damu pasina haki, huu ni ufisadi, sawa, na mengineyo katika mambo mabaya, mambo ya haram, mambo yasiyomridhisha Allah tabaraka wa taala, kadhalika yasiyowaridhisha watu, mambo ambayo hayaendani na maisha ya wanadamu, yani si katika masalihu al-amma, mambo ambayo yasiyokuwa mazuri katika maisha ya mujtama. Hiyo ni nguzo ya pili. Thalithan, nguzo ya tatu, taqwa Allah, ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii ni nguzo ya tatu ambayo Allah tabaraka wa taala asema, wal aqibatu lilmuttaqin, tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan. Nyumba hii ya akhira tumeiweka na tumeiandaa kwa wale wasiopenda kujikweza, wasiopenda kutakabari fil ardi, ardhini, wala fasadan, wala wasiopenda kueneza na kufanya ufisadi, wasiopenda kufanya uharibifu
ardhini, kufanya uharibifu katika mali, katika haki za watu, katika nafsi za watu, katika heshima za watu wa nahwi dhalika. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wamchao Allah tabaraka wa taala. Kwa hizi ni nguzo tatu za kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera: at-tawadhu wa adamu iradati al-fasadi fil ardh, wa taqwa Allahi tabaraka wa taala. Al-khawfu min Allah, kumwogopa Allah tabaraka wa taala, fi sirri wal alan, katika hali ya siri na hali ya waziwazi. Uwe ni mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya taqwa Allah. Taqwa Allah katika maana zake ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala fi sirri wal alan, katika hali ya siri na hali ya waziwazi. Kwa maana yale unayoyafanya katika hali ya siri ujue kwamba Allah anakuona, na ukishajua hivyo na ukahisi hilo, basi utajiepusha kufanya ya haramu, kwa sababu unajua Allah anakuona. Kwa utafanya yaliyokuwa mazuri katika hali ya siri kama vile unavyofanya mazuri hayo katika hali ya waziwazi. Sawa, mara nyingi na kawaida ya wanadamu wanapokuwa waziwazi, wanapokuwa na wenzao wanafanya mazuri, lakini wakiwa peke yao wamejificha wanafanya maovu. Hakadha al-insani. Sasa hii ni kinyume na uchamungu. Uchamungu ni uhakikishe unafanya mazuri na kujiepusha na mabaya, fi sirri wal alan, katika hali ya siri na hali ya waziwazi. Faman jamaaha, atakayekusanya hizi nguzo tatu, falyastabshir bil khairi, basi awe na bishara njema. Mwenye kukusanya nguzo hizi tatu za kufanikiwa, basi afahamu ya kwamba na awe na bishara njema kwa Allah tabaraka wa taala, atapata malipo yaliyokuwa mema na atakuwa amefanikiwa inda Allahi tabaraka wa taala. Tayeb, aya hii inatufunza kujiepusha kufanya dhulma. Ndio maana Imamu Dhahabi ameiweka katika mlango wake huu, mlango wa dhulma, kwa sababu kibri ni dhulma tayari, kwa sababu wewe umeamrishwa ufanye, uwe na tawadhu, uwe mnyenyekevu. Sasa unapokuwa mutakabbir unafanya dhulma. Kadhalika ufisadi ni dhulma, kufanya uharibifu ni dhulma, kumwaga damu za watu, kuiba mali za watu, kupora mali za watu, kula mali za watu kwa dhulma ni ufisadi wa nahwi dhalika. Kadhalika na kutokumcha Allah tabaraka wa taala ni dhulma. Kwa hivyo unaweza ukashangaa ukisoma aya hii juu juu kwamba kwa nini Imamu Dhahabi ameileta aya hii katika mlango wa dhulma, lakini uhalisia ndio kama tulivyoelezea. طيب, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, pia Imamu Dhahabi amesema mtume wa Allah alayhi salam, innakum, hakika nyinyi waislamu, tahrisuna ala al-imarati, mtakimbilia uongozi. Tahrisuna ala al-imara, mtakimbilia na mtapupia uongozi. Ala al-imara ay ala al-manasibi war-riasati. Innakum ayuha al-muslimun, nyinyi waislamu, satahrisuna, tahrisuna ay satahrisuna, sawa. Innakum tahrisuna ay satahrisuna, hakika nyinyi mtapupia, mtakimbilia uongozi. Ala al-imara, ala al-imara ay ala al-manasibi war-riasa, nyinyi mnakimbilia uongozi kwa maana mnapenda na mnatamani muwe viongozi, muwaongoze watu, msimamie majambo ya watu. Innakum tahrisuna ala dhalik,
nyinyi ni wenye kupupia jambo hilo. Na hivyo ndivyo alivyo mwanadamu. Sawa, hivyo ndivyo alivyo mwanadamu. Mwanadamu anapenda awe kiongozi, na tunatofautiana katika hilo. Wako wengine yani asipokuwa kiongozi anaumwa. Sawa, yani wako katika wanadamu asipofanywa kuwa ni kiongozi basi yeye anaumwa, na anaweza pia akaondoka sehemu hiyo akaenda mji mwingine akatafuta sehemu nyingine ambapo huenda huko akampa uongozi. Yani hawezi kuishi bila kuwa kiongozi. Wako baadhi ya watu wako hivyo, na huu ni mtihani. Allah tabaraka wa taala amewatahini watu hao. Allah tuepushe na hali hiyo. Kwa hivyo Mtume alayhi salam akasema, nyinyi mnakimbilia uongozi, mnapupia uongozi na vyeo, wasatakunu nadamatan yauma alqiyama, lakini fahamuni ya kwamba uongozi huo itakuwa ni majuto. Wasatakunu nadamatan, uongozi huo na vyeo hivyo vitakuwa ni majuto yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari. Mtume alayhi salam ametoa wasia. Huu ni wasia ambao ameutoa Mtume alayhi salam likulli man tawalla al-imara, kwa kila mwenye kutawala jambo, walau qallat, hata kama utawala wako utakuwa ni kuwatawala wachache, hata kama uongozi wake ni khasa, ima uongozi wa nyumba, uongozi wa watu wawili, uongozi wa watu watatu, hata kama umejaliwa kuwa ni kiongozi wa watu wawili, fahamu ya kwamba wewe ni kiongozi, na huo uongozi wako satakunu nadamatan yauma alqiyama, itakuwa ni majuto kwako wewe siku ya Kiyama. Sasa itakuja vipi uongozi kwako wewe kuwa ni majuto? Ai in lam tattaqullaha fiha wasatakunu nadamatan, na itakuwa huo uongozi ni majuto kwenu nyinyi, kwa maana in lam tattaqullaha fiha, ikiwa hamtamwogopa Allah katika uongozi wenu. Ikiwa hamtamwogopa Allah, ikiwa hamtamcha Allah tabaraka wa taala katika uongozi wenu, fahamuni ya kwamba siku ya Kiyama hivyo vyeo vitakuwa ni majuto kwenu nyinyi, mtajutia. Ama mwenye kuwa kiongozi, mwenye kutawalishwa akawa ni kiongozi, akawaongoza watu billati hi ahsan, akawaongoza watu kwa njia nzuri, na akawa anawafanyia watu yenye mambo mazuri yenye maslahi na wao, akaongoza vile inavyotakiwa, uongozi huo hautakuwa ni majuto kwake yeye. Atakapokuwa kiongozi anamcha Allah, anamwogopa Allah katika kazi yake hiyo ya uongozi, akawa hawadhulumu raia wake, sawa, haitokuwa wadhifa huu ni majuto kwake yeye. Huyu ambaye Mtume alayhi salam anasema itakuwa ni majuto kwenu nyinyi siku ya Kiyama ni yule atakayeshika utawala kisha akawa hajamcha Allah tabaraka wa taala, fakana dhaliman liraiyatihi, akawa ni mwenye kuwadhulumu raia wake, basi huyu uongozi wake utakuwa ni majuto siku ya Kiyama. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Kwa hivyo watu tusikimbilie uongozi, kwa sababu huwezi jua shekhi, kama utawafikishwa na Allah katika huo uongozi wako, utakuwa mcha Mungu, utawaongoza watu kwa yale yaliyokuwa mazuri, sawa. Kwa hiyo usikimbilie kuwa kiongozi, usikimbilie kuwa kiongozi. Mimi hapa, nichagueni mimi hapa, au nipitisheni mimi hapa, sawa.
la. Au anatafutwa watu, anatafutwa mtu ambaye anatakiwa asimamie majambo, mimi hapa. Yaani unakuwa wa mwanzo. Sawa. Unajuaje shekhe kama utawafikishwa na Allah tabaraka wa taala katika uongozi wako? طيب. وقال صلى الله عليه وسلم، ناسما متومي عليه السلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه. Hiki ni kipande katika hadithi, sawa, ni sehemu katika hadithi. Inna wallahi, hakika sisi, na apa kwa jina la Allah, la nuwalli hadha al-amala, hatumtawalishi jambo hili. La nuwalli hadha al-amala, hatumtawalishi kusimamia jambo hili. Jambo gani? Jambo la uongozi. Hadha al-amala, inakusudiwa uongozi, kwamba uongozi, kuongoza majambo ya Uislamu, kusimamia mambo ya watu. Mtume alayhi salam anasema jambo hili la kumfanya mtu kuwa kiongozi, kusimamia majambo ya watu, hatumtawalishi, sawa, hatumteui na kumsimamisha katika jambo hilo ahadan saalahu, mtu yoyote mwenye kuomba uongozi. Ahadan saalahu, mtu yoyote mwenye kuliomba jambo hilo, kwa maana mwenye kuomba wadhifa huo, sawa. Nichagueni mimi, naomba mimi niongoze wadhifa huo. Wewe hufai, kaa pembeni, sawa. Kwa nini uombe? Kwa nini uombe? Kama ungekuwa unafiti, sisi tunakuona, sawa, mafi kalam kathiri, sisi tunakuona, tutakupitisha tu, sawa. Ama kuinua kichwa na au kunyanyua mikono, hii ni sura ya kuomba. Au ahadan harisu alayhi, au yoyote atakayepupia uongozi. Au ahadan, au yoyote, harisu alayhi, atakayepupia uongozi, kwa maana atakayepupia kutaka uongozi, atakayepupia kutaka achaguliwe, hata kama hajaomba, lakini ana harakati zinaonesha yani huyu anataka uongozi halali, sawa, anakwenda mbio na kufanya taharukati ambazo zinaashiria kwamba huyu anataka uongozi, anataka atawalishwe, afanywe kuwa ni amiri wa jambo fulani, sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan saalahu, yani bimujarradi sualihi, kwa kile kitendo cha yeye kuomba tu, khalas ashajitoa katika sifa za wanaostahili kuwa viongozi. Au haris, au ahadan harisa alayhi, au yoyote atakayepupia jambo hilo. Anasema Imam Adh-Dhahabi, muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi, wamekubaliana maimamu wawili, al-Bukhari na Muslim, kuitoa hadithi hii kupitia sahaba mmoja. Hii ndio maana ya neno muttafaqun alayhi. Wal-lafdhu li Muslim, na lakini lafdhi hii aliyoiweka hapa Imam Adh-Dhahabi ni lafdhi ya Imam Muslim. Lafdhi iliyoko hapa aliyoiweka hii ni lafdhi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, lakini hadithi hii wameitoa wote maimamu wawili, Imam al-Bukhari
wa Muslim. Illa wanasema wanachuoni, liman ya'lam annahu yujidu al-amala fiha, isipokuwa wanasema ahlul ilmi, mtu mwenye kujua, mtu ambaye anajijua nafsi yake kwamba yeye ana uwezo mzuri wa kusimamia jambo hilo. Sawa, mtu mwenye kujijua mwenyewe nafsi yake kwamba anao uwezo wa kuisimamia vyema kazi hiyo. Wa khafa an yusnada al-amru ila ghairi ahlihi fa innahu yuwalla wala ba'sa bisualihi. Sawa, haya maelezo tuwe makini kuyasikiliza. Tumesema haifai kama tulivyoona maneno ya Mtume alayhi salam, haifai kuomba uongozi, sawa, wala kupupia uongozi kwa sura yote, isipokuwa maulama wanasema kwa mtu ambaye anajijua kwamba anao uwezo wa kufanya itikani, wa kusimamia vyema huo wadhifa, huo uongozi, na akahofia kwamba asiposimamia yeye jambo hilo basi anaweza akapewa wadhifa huo mtu asiyestahiki, jaza lahu sualahu. Sawa, kuomba kwake huko kutafaa na inafaa kutawalishwa mtu huyo. Kwa kitendo cha yeye kuomba hakitokuwa ni kibaya, lakini pia inafaa kumpa uongozi hata kama ameomba, madam ni mtu ambaye atakuwa na sifa hiyo ya kwamba ni mtu ana khibra. Kama ni masaili yanahitaji elimu, ana elimu, sawa. Mambo yanahitaji uzoefu, ni mzoefu, sawa. Lakini pia katika nafsi yake anaomba huo uongozi, si kwamba ili apate kujilimbikizia yeye na familia yake, kama ambavyo ndivyo walivyo wengi katika wanaotaka uongozi. Mtu akitaka uongozi, sawa, wanapigania uongozi, si kwamba anataka kuwanufaisha watu, kwamba anataka jamii iishi vizuri, afanye masalihi makubwa yatakayorudi katika jamii. La, anapigania uongozi kwa ajili ya tumbo lake na watoto wake. Basi nyinyi mtakuja baadaye mimbabi tayammum kama kuna kitu cha ziada, sawa, kama kutakuwa na kitu cha ziada, lakini si katika vipaumbele vyake kwa kule kupigania uongozi. Ama huyu ambaye kisheria maulama wanasema yani haonekani amefanya vibaya kuomba uongozi, ni huyu mwenye sifa hizo ambazo tumezitaja. Anahofia kwamba ikiwa uongozi huo atapewa mwingine, anahofia kwamba ikiwa uongozi huo asipochukua yeye, basi watapitia uongozi huo watu wasiostahiki. Na siku zote jambo la umma, sawa, jambo lolote likiegemezwa kwa watu wasiostahiki, basi subiri majanga, kama alivyosema Mtume alayhi salam, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Jambo likikabidhiwa watu wasiokuwa stahiki yake, basi subiri matatizo, subiri matatizo, yatatokea mengi. Sawa sawa, na daktari wa kichwa anakwenda kufanya operation ya miguu, ataikata, sawa, kwa sababu sifa ni yake. Sawa sawa. Tayib, na katika dalili ambazo wanastadili nazo maulama katika sehemu hii ni kisa cha Nabiiullah Yusuf alayhi salam alipoomba utawala, alipoomba kufanywa kuwa ni msimamizi wa hazina, kufanywa kuwa ni waziri, kusimamia hazina ya ardhi.
kama alivyoomba ij'alni ala khazaini al-ard. Yusuf alayhi salam aliomba kwamba naomba mimi unifanye kuwa ni kiongozi, nisimamie hazina hizi, nisimamie mali. Sawa. Kwa nini wanasema kwa nini Yusuf alayhi salam aliomba kusimamia hazina? Hii inaonesha wazi Yusuf aliomba uongozi, si ndio? Sasa watu wengine wanastadili na aya hii ya kugombea na kuomba uongozi kwamba Nabii Yusuf mwenyewe aliomba uongozi. Inakuwaje sisi tuachie tu mazwalimu? Sasa Yusuf alayhi salam najua sababu zilizopelekea yeye kuomba uongozi. Sawa, ndio kama hizi wanazotaja ahlul ilm. Kwanza alijua yeye anafanyaje, anastahiki, yani ana uwezo wa kusimamia vyema jambo lile. Sawa, ana uwezo wa kusimamia vyema jambo hilo, mali za umma zikabaki zimesalimika na kuzikuza sawa sawa na kuleta maslahi katika jamii kwa kile ambacho alikuwa nacho katika moyo wake, katika hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na alihofia wadhifa ule kama asipochukua yeye, alishaona katika wale watu wale jamaa wale waliomzunguka, asiposhika wadhifa yeye wanapitia watu wengine wahovi. Sawa, kwa wakipitia uongozi ule wakasimamia watu wengine wasiostahiki, watu wataishi katika hali mbaya na yeye akiwemo. Sawa sawa, ndio maana akaomba uongozi. Lakini pia wanasema ilikuwa ni ilham kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana akaomba uongozi. Lakini hakuomba Yusuf kwamba nifanye kuwa mimi ni mwangalizi wa hazina, ikicheo nipe mimi. Hakuomba nafasi hii Yusuf alayhi salam kwa ajili ya kujilimbikizia yeye nafsi yake na familia yake, abadan, bali aliomba kwa ajili ya maslahi ya umma, kwa ajili ya maslahi ya watu. Tayeb, kwa hivyo na wewe kama unaweza unaona kwamba kuna mambo ya Waislamu hayaendi vizuri, sasa ukaona hapa nikikaa mimi hapa mambo yatakaa sawa, kwa maana mali za Waislamu zitabaki salama, sawa, Waislamu wataishi salama, wataepukana na adha walizonazo kwa sasa ambayo zinatokamana na uongozi, ukaamua kuomba kwa lengo hilo na si kwa lengo la tumbo lako, la basa bihi, hakuna shida kuomba uongozi kwa sura hiyo. Ama unaomba uongozi limaslahati nafsika, kwa maslahi ya nafsi yako, mtu mwenye kuomba uongozi kwa sura hiyo la yuwalla, haifai kumpa uongozi, haifai kumpa uongozi. Na maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema ni kisa. Siku moja wakati wake Mtume alayhi salam amekaa na masahaba akiwemo Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu na wenzake. Mtume alayhi salam alikuwa anataka kuwatuma baadhi ya masahaba waende mahala, sawa. Sasa Mtume alayhi salam kawaida yake alikuwa anapowatuma watu wawili watatu, mmoja anamfanya kuwa ni amiri, mmoja anamfanya kuwa ni kiongozi wa msafara. Sasa wakati Mtume alayhi salam ndo anapanga ile kundi na kuwapa mikakati kwamba mnakwenda huko mkafanye kadha wa kadha, sasa anataka kuchagua kiongozi katika wale. Akatokea mmoja akasema, mimi hapa, sawa, mimi hapa naomba niwe amiri wa msafara. Mtume alayhi salam akamwambia, kaa pembeni. Ndio akasema haya maneno, inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu au ahadan harisu alayhi, hatumpi yoyote mwenye kuomba kazi hiyo, wewe kaa pembeni.
akawa Mtume alayhi salam amemwambia Abu Musa al-Ash'ari, wewe shika nafasi hiyo, wewe ndio amiri wa msafara, nendeni. Ambaye hajaomba wala hajapupia, sawa, wala hakuwa na mpango kwamba atakuwa kiongozi wala vipi, lakini Mtume alayhi salam ndio akamteua kuwa ni kiongozi. Kwa hiyo usijiweke kimbelembele, wewe kuwa wa nyuma nyuma. Allah kama amekuchagua utapitishwa tu, sawa sawa. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم، في إمام الذهبي anasema na amesema mjumbe wa Allah alayhi salam, ya Ka'b ibn Ujrata, ya Ka'b ibn Ujrata, ya Ka'b ibn Ujrata, أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ya Ka'b ibn Ujrata, ewe Ka'b ibn Ujrah, a'adhaka Allahu min imarati as-sufaha. Ka'b ibn Ujrah ni mmoja katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhu. A'adhaka Allah, Allah akukinge. A'adhaka Allah, Allah akukinge au Allah akulinde. Min imarati as-sufahai, kutokamana na utawala wa wapumbavu. Min imarati as-sufahai, kutokamana na utawala na uongozi wa sufaha, wapumbavu. Ay a'adhaka Allahu min imarati as-sufahai, bimaana min an tudrikaha au min an takuna tahtaha. Allah akukinge ewe Ka'b ibn Ujrah, usije ukaongozwa ukawa chini ya uongozi wa sufaha, watu ambao ni wapumbavu, ni viongozi lakini wapumbavu. Sawa, Allah akukinge ewe Ka'b, usidiriki wakati huo, yani kipindi hicho watakapokuja kuongoza watawala sufaha, basi Allah awe ashakuchukua, usiwepo kipindi hicho, usiombe maana yake kuishi katika tawala hizo. Sufaha hao ni watu gani? Mtume alayhi salamu akawatafsiri, akawaelezea sufaha, viongozi wapumbavu ni viongozi gani. Akasema umaraun, ni watawala, viongozi, yakununa min ba'di, watakaokuwa, yakununa kwa maana watakaokuja, sawa, watakaokuja au watakaokuwepo au watakaotawala, min ba'di, baada yangu mimi. Wala yahtaduna bihadiyi, na wala hawafuati mwongozo wangu. Wala yahtaduna bihadiyi, na wala hawafuati mwongozo wangu. Wala yastannuna bisunnati, na wala hawashikamani na mwenendo wangu. Wala yastannuna ay wala yatamassakuna bisunnati ay bitariqati, na wala hawashikamani na mwenendo wangu na njia yangu. Hao ndio umarau as-sufaha, hao ndio watawala wapumbavu ambao hawana akili. La ilaha illa Allah. Viongozi ambao watakaokuwa
au watakaokuja baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanatawala na kusimamia majambo ya Waislamu na majambo ya umma, watu ambao wasiofuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika hawashikamani na hawafuati njia ya mtume Muhammad alayhi salam, kwa maana la yatamassakuna bikitabillahi wala bisunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ni viongozi ambao hawatakuwa wakishikamana na mafundisho ya kitabu na sunna. Hawa ndio mtume alayhi salam amewaita kuwa ni as-sufahau. Kwa hivyo utawala wa watu hawa, maana yake hadithi hii inabainisha kwamba utawala wa watu hawa, uharibifu wao unakuwa ni mkubwa kuliko kutengeneza. Yale wanayoharibu yanakuwa ni mengi kuliko yale wanayoyatengeneza. Kwa hivyo dhulma zitakuwa ni nyingi kwa wao. Kwa sababu gani? Hawafuati mwongozo wa kitabu, hawafuati mwongozo wa sunna. Itakuwaje wasifanye dhulma? Sawa, mtu yoyote atakayeongoza pasina kufuata mfumo wa Uislamu, yani mfumo aliyouweka mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, mtu huyo mahama atakapofanya vipi atadhulumu. Mahama atakapofanya atafanyaje? Atadhulumu, kwa sababu hayupo chini ya uongofu wa Qur'ani, yani hayupo chini ya mwongozo wa Qur'ani wala mwongozo wa sunna. Sawa, kwa hiyo kukosea kwake ni kwingi kuliko kupatia. Ndio maana mtume alayhi salam akamwombea dua hii Ka'ab ibn Ujra radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Allah amwepushe na utawala wa watu hao utawala wa watu hao, viongozi wa pumbavu. Na hizi hadithi zinahusiana na viongozi, sawa, zinahusiana na viongozi. Zinahusiana na viongozi na zinatahadharisha viongozi kuwa madhalimu, kuwa dhulumu raia wao. Na mtu yeyote anayesikia darasa zetu hizi na sauti yangu hii natoa tahadhari, sawa, anayesikiliza sauti hizi zinazohusiana na hadithi hizi zinazowahusu viongozi na kadha na raia wao, basi anaposikiliza kaseti zetu asikilize kwa uadilifu, sawa, na kama anazitawanya sauti zetu kwenye mitandao ya kijamii azitawanye kwa uadilifu. Na ndio maana haturuhusu kurekodi na mtu yoyote isipokuwa studio zetu, sawa. Sasa na mitandao ya sasa, dunia ya sasa ilivyofikia, sauti zinaweza zikatengenezwa na vijana wetu wa studio, jazahumullahu khaira, zikatumwa katika mitandao ya kijamii, halafu huku kuna watu wataalamu zaidi watazichukua zile sauti na kuzikatakata vipande, sawa. Hapa natoa angalizo, anaweza mtu akakata kipande kwa lilifsadi, kwa lengo la kufanya ufisadi, sawa. Akaangalia kile kipande ambacho anaona hiki kinaendana na akili yake, ndio munasibu kwake, anakikata anakiweka pembeni, anasema hiki anatafuta followers, anakituma. Kipande gani? Mathala kipande ambacho tumesema viongozi wapumbavu, sawa. Basi akakata kipande hiki akaunganisha na namna anavyojua yeye, akaweka kichwa cha habari viongozi wapumbavu, kwamba tunatawaliwa na viongozi wapumbavu madhalimu. Halafu kibonyeza pale, ukiingia unakutana na sauti zetu. Mwenye kufanya hivyo amche Allah tabaraka wa taala, sawa, amche Allah tabaraka wa taala. Sisi tunasoma hizi hadithi, hatuna maana kwamba tunawatani na kuwatukana viongozi wetu na watawala wetu, abadan. Hii si katika manhaji yetu wala si katika da'wa yetu
ahli sunnati wal jamaa kuwatani na kuwakosoa na kuwasema vibaya watawala wetu, bali tunasoma hadithi, tunasoma maelekezo ya Uislamu, maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa, na watu wapate kufahamu kwamba ukiwa kiongozi utasalimika utakapofanya yepi, na utaingia katika majanga na mabalaa utakapofanya yepi. Sawa, hayo ndio makusudio yetu, lakini haina maana kwamba watu wakate vipande tayari wana hivi sasa hivi vinanasibiana na mtu fulani. Sawa, haina maana hiyo. Sababu kwa nini nimefanya hivyo? Kuna watu walikuwa na tabia hizo toka zamani, wakati tunafanya mihadhara wakikata baadhi ya vipande. Sawa, wanakata kipande fulani ambacho yani kina shubha, yani chenyewe ukikisikiliza chenyewe kama chenyewe yani huwezi kuelewa, au hata kama utaelewa kina taani ndani yake. Kumbe huyu kaenda mwisho au kaanza mwanzo, hajamalizia wa hakadha, na hii haitakiwi. Tayeb, hadithi hii Imam al-Dhahabi anasema sahahahu al-Hakim, amesahihisha Imam al-Hakim katika mustadraki yake, kadhalika wasahahahu al-Albani, na pia ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم، na amesema mjumbe wa Allah alayhi salam, thalathu da'watin mustajabatin, dua za aina tatu ni zenye kupokelewa au ni zenye kujibiwa. Thalathu da'watin mustajabatin, dua za aina tatu ni zenye kujibiwa. La shakka fihinna, hakuna shaka katika hilo. Yani la shakka, hakuna shaka katika kujibiwa kwa dua hizo. La shakka fihinna, hakuna shaka katika kujibiwa dua hizo. Dua za aina tatu Mtume alayhi salam anasema ni dua zenye kujibiwa, hakuna shaka katika hilo. Kwa hiyo ukisikia hivyo, Muislamu unatakiwa kuwa makini sana na kutahadhari na dua hizi. Kun ala hadhar. Da'watul madhlumi, dua ya kwanza ni dua ya aliyedhulumiwa. Da'watul madhlumi, dua ya kwanza ni dua ya aliyedhulumiwa. Falmadhlumu da'watuhu mustajaba, aliyedhulumiwa dua yake ni yenye kujibiwa. La turaddu, dua yake hairudishwi. Wa da'watul musafiri, na dua ya pili ni dua ya msafiri. Wa da'watul musafiri, na dua ya msafiri. Wa da'watul walidi ala waladihi, na dua ya tatu ni dua ya mzazi juu ya mwanaye. Wa da'watul walidi ala waladihi, na dua ya mzazi juu ya mwanaye. Hizi ni thalathu da'watin mustajabatun, hizi ni dua aina tatu zenye kujibiwa, ambazo hakuna shaka katika kujibiwa kwake, kwa maana hakuna stara, hakuna kiziwizi
cha kuziwia hizo dua zisipokelewe kwa Allah tabaraka wa taala. Rawahu Tirmidhi bihadha al-lafdh. Hadithi hii ameitoa Imamu Tirmidhi, ameipokea Imamu Tirmidhi kwa lafdhi hii katika sunani yake. Wajaa inda Abi Dawuda, na imekuja katika sunan Abi Dawuda mwisho wa hadithi akasema Mtume alayhi salam, wa du'aul walidi liwaladihi. Katika sunani Abi Dawuda imekuja hivyo, katika sunani Tirmidhi ndio hii, wa da'watul walidi ala waladihi, kwa lafdhi hii ya Imamu Tirmidhi. Ama lafdhi ya Imamu Abu Dawuda, wa du'aul walidi liwaladihi, na dua ya mzazi kwa mwanae, na dua ya mzazi kwa mwanae. Wa hasanahu al-Albani bijamii alfadhihi, na Imamu al-Albani ameihasanisha hadithi hii, amesema kuwa ni hadithun hasan kwa lafdhi zake zote. Lakini Imamu Dhahabi amesema sanaduhu qawiyyun, sanaduhu qawiyyun, yani sanadi ya hadithi hii ni yenye nguvu, sanadi ya hadithi hii ina nguvu. Kwa hiyo ni hadithi ambayo ameitoa Imamu at-Tirmidhi kwa lafdhi hii. Kadhalika imekuja katika sunani Abi Dawuda kwa lafdhi wa du'aul walidi liwaladihi. Pia ameitoa Imamu al-Bukhari katika Adabul Mufrad, na Ibn Majah katika sunani yake, na Imamu Ahmad katika musnadi yake, na wengineo. Ni hadithi iliyokuwa hasan. Idhan hadithi hii inatufundisha kwamba dua za aina tatu hazirudi, ni zenye kujibiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo inatakiwa watu kutahadhari na dua hizo, dua ya aliyedhulumiwa. Na hapa ndio mahalu shahidi katika mlango wetu. Ukiulizwa toa mahalu shahidi katika hadithi hii, ni hapa, da'watul madhlum, dua ya aliyedhulumiwa, kwa sababu mlango wetu naongelea nini? Dhuluma. Kwa aliyedhulumiwa, dua yake akiomba moja kwa moja ni yenye kujibiwa na Allah tabaraka wa taala. Kadhalika dua ya msafiri. Kwa hivyo ndio maana inapendeza mtu akisafiri umuombe akuombee dua, mwambie tuombee dua shekhi, sawa? Kwa sababu katika watu ambao dua zao hazirudi almusafir. Lakini usije kumuomba msafiri kwamba ya Rabbi nakuomba kwa baraka za msafiri fulani, hadha shirki, sawa? Ya Allah nakuomba fulani kasafiri, ya Allah nakuomba kwa safari ya fulani, hadha shirki. Unamuomba si kuwepo na hana uwezo wa kusaidia hapo, kwanza hakusikii. Lakini pia dua ya mzazi kwa mwanae. Kwa hiyo kuna sura mbili, duaul walidi ala waladi, dua ya mzazi juu ya mwanae. Na wanasema ikija duau ala, maana yake ni dua mbaya. Ikija duau alwalidi ala waladihi, hii inakuwa ni dua mbaya. Lakini ikija duaul walidi liwaladihi, sawa, hii inakuwa ni dua nzuri. Sasa wazazi, tupende kuwaombea watoto wetu dua nzuri, sawa, na tujiepushe kuwaombea watoto dua mbaya, kwa sababu dua zetu hazina pazia, sawa. Waombee watoto wako Allah tabarak wa taala wajalie kuwa ni maulama, sawa, sio watu waone vile vifupi, mtakufa wajinga. Hii dua shekhe unaombea watoto wako kwamba watakufa wajinga kweli, Sheikh Omar mtabi, sawa? Waombee dua njema watoto wako. Shetani wewe ya akhi, mwanao unamuita shetani,
Kwa hivyo wazazi tuwe makini sana katika dua, tuwaombee watoto wetu dua nzuri na tujiepushe na dua mbaya. Lakini kwa mzazi mpaka inafikia hatua anamuombea mwanae dua mbaya, inategemea. Sawa, mara nyingi yani mzazi anakuwa ashakwazika kwa hali ya juu. Sawa, yani amefanya subira mpaka amechoka, na mpaka mzazi anaomba dua mbaya, ya Allah nakuomba mvunje ile mbali ya Abdallah, mvunje miguu yake. Sheikh, utavunjika siku yoyote, intabi. Sawa, yani hii dua haina pazia. Sasa wazazi tuwe makini sana. Nasallallahu wassalama wal afia. Tayeb, na sisi watoto tujitahidi kuwatendea wema wazazi wetu na tuishi nao kwa wema, na tujiepushe sana kwa kadiri ya uwezo wetu wa mwisho, tujiepushe sana kufanya mambo ya kuwakera na kuwaudhi wazazi wetu. Mahama atakapokuwa mzazi wako anakukera, basi wewe jitahidi kuyafanya ya kumridhisha. Usilipize kwamba mzazi wako anakukera, mzazi wako hakutendei wema, basi na wewe unalipiza maovu. La, unalipiza mabaya kwa mzazi wako. La, usifanye. Maana kuna wazazi wengine nao pia ni mtihani. Kuna wazazi wengine ni mtihani kabisa. Yani kuna baadhi ya kesi kuzisikiliza ni mtihani kwa wazazi. Wallah. Unakuta mzazi Allah amemjalia na mali, lakini hataki mtoto hata mmoja kusogelea. Anakuambia ukisogea nitakukata miguu. Ya akhi, yani mzazi ana mali, lakini mtoto wake hataki hata mtoto kunufaika na ile mali. Hiki ni kisa na kieleza, yani ni hasi. Sawa, yani ni lisanul hali, naelezea uhalisia ambao uko. Mzee amejaliwa mali, amejaliwa majumba, anazo nyumba, amekodisha, amepangisha wapangaji, lakini hataki hata kumpangisha mwanae kwenye nyumba zake. Shufu hadha alwalid. Hebu muangalie mzazi kama huyu, ana nafasi gani kwa Allah tabaraka wa taala? Ana watoto, lakini watoto wake anamwambia mshakuwa, nendeni mkapange. Astaghfirullah. Watoto wanahangaika, wanapanga, anaomba pesa ya kodi, lakini mzazi wake ana nini? Ana mali. Sasa angalia mzazi kama huyo, lakini Allah anamtahini. Allah anamtahini maradhi, na anamtahini mitihani mingine mbali, ikiwemo mitihani ya kuuza nyumba. Anauza nyumba ya kwanza, ameuza nyumba ya pili, ameuza nyumba ya tatu, amebakisha moja. Na atauza na hii moja pia ataiuza. Hata kama atasema ataenda kijijini atajenga nyumba, ataenda kijijini atajenga, na ataiuza huko kijijini. Kwa sababu gani? Hizi dua, usidhani kwamba watoto pia wataishi hivi Sheikh. Watoto wanahangaika. Watoto kile kitendo cha watoto kunungunika, sawa, katika nyoyo zao, yani tunahangaika hivi, baba yetu na mali. Hii ni dua pia Sheikh. Sawa, hii ni dua pia. Kwa wazazi, kunu ala hadhar, tahadharini sana, muishi kwa wema na watoto wenu, muwatendee wema. Sio tu kwamba watoto ndio wakutendeeni wema peke yenu. Naam, mtoto ana haki ya kumtendea wema mzazi wake, lakini pia na mzazi ana haki ya kumfanyia hisani mwanae kwa muda ambao mwanae hajiwezi, anahitajia msaada kwake. Sasa wewe una uwezo, mzazi, unaona ni jambo sahihi kabisa mwanao akaombe watu wengine nje, na inaingia akilini. Huu ni mfano nimeupiga kwa sababu ni jambo ambalo lipo, na kwa mtu ambaye mimi namjua, na huenda mko wengi wa sura hiyo. Sawa. Sasa ni tahadhari kwenu nyinyi wazazi mnaoishi maisha haya na watoto wenu. Si maisha mazuri kabisa, si maisha mazuri. Lakini nukta ya mwisho kabla sijafunga katika mlango huu, katika hadithi hii ya Mtume alayhi salam aliposema, akimwombea dua Ka'b ibn Ujra kwamba Allah mkinge na utawala wa viongozi sufaha, ambao ni viongozi watakaokuwa hawafati mwongozo wa Mtume alayhi salam. Hii haina maana kwamba
viongozi hao watakaposimamia watakapokuwepo hao viongozi, haina maana kwamba annahum la yusma'u wala yutaa, haina maana kwamba haitakiwi kuwasikiza na kuwatii, haina maana hiyo. Sawa? Kwa Mtume alayhi salam aliposema haya maneno hakumaanisha kwamba mtakapotawaliwa na viongozi hao madhalimu, sawa, viongozi majeuri, sawa, viongozi wasiokuwa waadilifu, haina maana kwamba msiwatii na msiwasikilize. Hapana, bali as-sam'u wat-ta'a wajibun liwulati al-umur. Sawa, kusikiza na kutii ni wajibu kwa raia, kuwatii na kuwasikiza viongozi wao. Wa injaru wa dhalamu, hata kama watakuwa viongozi hao ni majeuri, madhalimu, si waadilifu, sawa, hata kama watakupigeni, sawa. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, kama ilivyokuja katika hadithi, hata kama kiongozi wako atakupiga au akachukua mali yako, ni juu yako kusikiza na kutii. Sawa sawa. Madam hajakuamrisha kwenye maasi kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ama kiongozi akiamrisha maasi, fala sam'a wala ta'a, hapo hakuna kusikiza wala kutii, kwamba sasa kuanzia hivi sasa watu wote kunywa pombe na asiye kunywa pombe fimbo. Abadan, hawezi kutiiwa kiongozi yoyote, sawa, kwa namna yoyote, kwa sababu anaamrisha kwenye nini? Kwenye maasi na mengineyo katika madhambi. Ama kwamba kiongozi amekuja kwenye genge langu, amevunja genge, ameleta greda, amesaga matunda yangu, eti ni kwa njiani, sawa. Mtu akisha, sababu inaweza katokea hivyo, sawa sawa, utawala ukapitisha kwamba watu wote mlioko hapa ondokeni, kwa sababu mko barabarani. Na kama tulivyo wanadamu sasa, hapa tunapata riziki, tunatokaje, tunaenda wapi? Basi tutafutieni sehemu ya kwenda, kila mmoja ajue pa kwenda, basi na sisi hatutoki. Ala, mnapambana na dola, si ndio? Wanaleta greda inakanyaga na hakuna kushtaki, sawa sawa. Sasa tunafanyaje hapa? Sura kama hii, mali yako imechukuliwa na usipoangalia unachezea mbata na unakwenda gerezani, sawa. Haya, unafanyaje hapa? As-sam'u wa ta'a, hapo wajibu wako usikize na utii na uwe mpole, sawa. Usipaze mbawa zako, kwa sababu huna mbawa za kupambana na serikali. Kama kuna njia ambazo unaweza ukatumia ukapita kudai haki yako, tumia njia hizo, sawa, njia ambazo zitakazokuwa zinakubalika, hazina shida. Lakini sio njia ya kutoka chini ya taa ya kiongozi kwamba amemwaga unga wangu, amenipiga. Hapana. Kwa hivyo huyu kiongozi hafai, simtii. Unawatangazia watu watoke chini ya taa yake na kuwahimiza watu, hadha haramu. Yani kiongozi atakuwa amefanya dhambi kukufanyia wewe, amekudhulumu, lakini wewe utakayokuwa unafanya ni makubwa kuliko aliyofanya kiongozi, sawa. Wallahu a'lam. Tujitahidi sana na huku tukimwomba Allah tabaraka wa taala kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wetu, sawa sawa. Mara wengine wanasema sasa kiongozi hata akiwa si Muislamu, hata kama si Muislamu, maadamu wewe uko chini ya utawala wake, ni juu yako kuwa msikivu na mtiifu, sawa. Hiyo ndio manhaj iliyokuwa sahihi. Akishakuwa kiongozi, basi wajibu wako kuwa msikivu na mtiifu, na sio kama wanavyosema matakfiri kwamba hawa matawuti na kadha, haifai kuishi chini ya taa yao, haifai kuwasikiza wala kuwatii.
hii si sawa, si sahihi. Hata kama watafanya dhulma kiasi gani, sisi wajibu wetu ni kusikiza, kwa sababu ndio jambo ambalo tunawajibishiwa na Allah tabaraka wa taala, kuwa wasikivu.